Naam, kunako maeneo ya Bunju jijini Dar es Salaam niko katika tukio la msiba wa kuondokewa na kaka yetu Daniel Richard Nzelwa ambaye aliremika toka mnamo tarehe 11 ya mwezi wa 12 ambapo aliugua kwa muda mfupi na akawa ameondoka. Alizaliwa mnamo mwaka 1985 tarehe 26 ya mwezi wa 8 akiwa ameacha mjane pamoja na watoto wawili, mtoto wa kike pamoja na wa kiume. Ni kijana ambaye anaelezwa alikuwa ni kijana ambaye ana upendo na watu, lakini pia ni kijana ambaye anajichanganya na watu. Namna ambavyo watu wameweza kushikamana naye katika kipindi cha wakati mfupi sana ambao ameugua, gharama za hospitali zilizohitajika kwa haraka, na kwa sababu ya upendo wake na kujichanganya kwake, basi watu waliweza kujichanga kwa haraka kuweza kuhakikisha wanakwenda kuokoa maisha yake. Lakini tunaweza tukasema basi lipangalo Mungu hakuna anayeweza kulipinga. Safari ya kijana huyu imekatishwa ghafla na maradhi, na hivyo leo ni siku yake ya kuweza kuagana naye hapa duniani, ambapo itafanyika ibada fupi hapa nyumbani, na baada ya hapo tutakuwa tunaelekea katika makaburi ya Kinondoni kwa ajili ya kwenda kumpumzisha kaka yetu, na tutapata wasaa kuweza kuzungumza pia na ndugu jamaa na marafiki. Tutazungumza na dada yake na Daniel ambaye ni Rebecca Nzelwa ambaye anafahamika mara nyingi ni mwimbaji wa Revival, kwaya ya Revival, wimbo ambao ulipata umaarufu sana, kwa nini unataka kujiua. Hivyo basi ni msiba pia ambao umeweza kuwapata wana Revival, ambapo mwana Revival ameondokewa na mdogo wake kabisa wa damu wa kuzaliwa, lakini pia huyu ni pacha yake, wamezaliwa tarehe moja, kwa maana ya ni tarehe moja ya kuzaliwa, lakini wamepishana miaka 10. Kwa hiyo kwa Rebecca kwake ameondokewa na mtu ambaye anaweza akasema ni rafiki wa karibu sana, ambaye walishare vitu vingi, walishirikiana vitu vingi, lakini sisi tunasema kazi ya Mungu haina makosa, na Bwana alitoa na Bwana ametoa. Tunasema jina la Bwana na libarikiwe. Basi nikukaribishe kufuatilia tukio hili ambalo linaendelea hapa mpaka tutakapokwenda kuhitimisha safari ya kaka yetu Daniel Richard katika safari yake ya mwisho kabisa hapa duniani. Niko hapa na dada yake na marehemu dada Rebecca. Atatuambia kwa ufupi kuhusiana na safari ya maisha ya kaka yake. Yeye ni dada, ninaamini kuna mambo mengi ambayo atakuwa anayakumbuka kwa marehemu mdogo wake. Dada Rebecca, Bwana asifiwe. Amina. Poleni na msiba. Asante sana. Tukufahamu kwa wale ambao hawakufahamu pengine. Mimi naitwa Rebecca Richard Nzelwa. Ni dada wa marehemu. Mimi ni wa pili kuzaliwa. Yeye ni wa sita kuzaliwa. Lakini pia tumeshare siku ya kuzaliwa. Tumezaliwa siku moja, lakini tumepishana miaka 10 kwenye kuzaliwa. Yes. Poleni sana. Pengine tufahamu ni kitu gani ambacho kimetokea kwa mdogo wako Richard Daniel? Daniel ghafla tu nilipata tatizo. Ugonjwa ni ugonjwa una jina refu kidogo la kitaalamu, lakini ni kwamba zile cells zinakuwa zinashambulia mwili, zile kinga za mwili. Kwa hiyo inaweza ikaathiri mfumo wa fahamu, na Daniel alipata tatizo hilo, ikashambulia miguu, baadaye ikawa inapanda taratibu, miguu ikawa haiwezi kufanya kazi, ikawa inakosa nguvu, mikono ikawa inakosa nguvu, na tukamkimbiza hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya huduma ya kwanza emergency. Akapokelewa, wakaangalia kwa awali, vipimo vya awali ikaonyeshwa hana tatizo, kwa hiyo wakamrefer Mloganzila. Alipopelekwa Mloganzila, daktari aliweza kumuona, lakini akaja kugundua kwamba amepata hilo tatizo na ilihitajika matibabu ya haraka
kwa dawa ambazo alitakiwa kutumia kwa siku 5 sindano. Tulifanikiwa, Mungu alitusaidia, aliweza kutumia dawa hizo kwa siku 5. Baada ya hapo Dani akawa mwili wake umeweza kupata nguvu, miguu ile mishipa ambayo ilikuwa imekaza, misuli imekaza, kaanza kupata nguvu na akaweza tukaamini kwamba yuko vizuri na akaanza kufanya mazoezi kwa sababu alikuwa hawezi kutembea, lakini baadaye aliweza kuanza kutembea. Tarehe 11 asubuhi akiwa amekwisha kujiandaa kwa ajili ya kwenda clinic ambako alikuwa amepewa appointment Mloganzila, ghafla akasema kwamba hawezi kupumua vizuri. Alikuwepo mke wake, kulikuwepo na rafiki yake na mdogo wake, wakajaribu kumsaidia kwa huduma ya kwanza, lakini ghafla akashindwa kabisa kupumua, lakini walimwaisha kwenye dispensary ya karibu na anakoishi. Daktari akawa amedeclare kwamba Daniel amefariki. Kwa hiyo kiufupi Daniel amekufa, yani imechukua muda mfupi sana na kwa Daniel kukaa katika hali, yani kufikia hali ya kukata roho au kufariki, kwa sababu sisi tulikuwa tumeamini kwamba anaendelea vizuri, na niliongea naye tarehe 10, niliongea naye kwa simu, akaniambia mwili wangu uko mwepesi sasa hivi, sijisikii tena ule uzito, najisikia mwepesi. Basi nikaendelea tu kumsisitiza aendelee kumwamini Mungu, aendelee kumtumaini Mungu, aendelee kumwomba Mungu. Mungu atamsaidia, atakaa sawa. Basi ndivyo ilivyokuwa hivyo, lakini pia siku hiyo pia alikuwa ameongea na baba yake. Aliongea na baba akaniambia nimeongea na Dani na nafurahi kwamba nimeongea naye, anasema anaendelea vizuri. Basi kiufupi naweza kusema hivyo. Kifo cha Daniel sisi kimetuacha kwenye mshtuko mkubwa sana, kwenye huzuni kubwa, kwa sababu Daniel alikuwa ni mtu wa upendo mwingi sana. Yani sijui sisi kama familia, kuna ndugu, marafiki, majirani, yani tumeona jinsi Daniel anavyoishi na watu wote hao. Yani kwa kweli tunasikitika, tumempoteza mtu ambaye amejaa upendo mkubwa. Na mimi pia kama dada yake amekuwa ni rafiki yangu, kwa sababu sisi tulikuwa tunaitana mapacha. Tumezaliwa siku moja, of course tunaitana mapacha, na hata tukitaka kufanya jambo tunashirikishana, vitu vingi tunashirikishana. Lakini kama Mungu aliona hilo, na mimi Mungu yani alinificha, kwa sababu I don't know, labda sikuelewa. Ile siku asubuhi nilipopigiwa kwamba hali ya Daniel Dani yuko katika hali mbaya, anashindwa kupumua, nilienda chemba, nilikuwa ofisini, nikaenda sehemu, nikamwomba Mungu, nikamchukua rafiki yangu mmoja tukaomba, nikasema lakini mimi nasikia amani moyoni. Kwa hiyo nafikiri Mungu alikuwa tu ametutayarisha kwa namna hiyo. Basi wacha tuseme jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio alipenda iwe hivyo. Lakini kwa muda mfupi tumeshirikiana na marafiki. Kuna mwenzake ambaye wameoa nyumba moja, amekuwa bega kwa bega, ameshiriki, yani amehakikisha wakati wote yuko karibu na Daniel. Na kuna rafiki yake wa utotoni anaitwa Doto, yani wamekuwa wamekuwa karibu, kwa sababu Daniel, kwa sababu alikuwa hawezi kutembea, alikuwa analazimika wakati mwingine inabidi kumnyanyua, kumbeba. Kwa hiyo Doto alikuwepo. Kuna Isaac ambaye ni mdogo wake, ni mtoto wa baba mdogo, naye alikuwepo, yani wakahakikisha wanampa support ya kutosha. Lakini Mungu amependa Daniel aondoke kipindi hiki akiwa ameacha watoto wadogo, mtoto wa miaka 8 na mtoto wa umri wa miezi 5 kuelekea miezi 6. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Asante sana. Pengine tufahamu utaratibu wa mazishi na kuwaje? Okay. Leo tuna ibada hapa. Tunapomaliza ibada hapa nyumbani kwa baba Bunju, tutaondoka kuelekea makaburi ya Kinondoni. Tutaenda kumpumzisha kwenye makaburi ya Kinondoni, mahali ambapo mama yake mzazi tulimpumzisha miaka 10 iliyopita. Yes. Kuna moment yoyote ambayo utaikumbuka kwa mdogo wako Daniel ambayo itakuachia kumbukumbu
Okay. Dani, mimi huwa nasema mara nyingi, mimi sijui hesabu, lakini Dani alikuwa ananifundisha mimi hesabu, dada yake. Yani hata ninapomwambia jamani hii hesabu ni ngumu, njoni, basi ananiambia hiki kitu kidogo. Kwa hiyo alikuwa ni rafiki. Alafu kitu kingine, Dani alikuwa anacheza basket. Kwa hiyo yani kile kitu kilikuwa mimi kinanifurahisha kwamba kila mmoja ana talenti zake ambazo Mungu amempa na anazitumia. Kwa hiyo mimi naimba, lakini yeye alikuwa anacheza basket. Kitu kingine, Dani alikuwa akifika nyumbani, hata tunapokutana kama familia, Dani anaingia jikoni. Sasa mimi leo napika, mimi napika, najua kupika. Dani alikuwa anajua kupika sana. Kwa hiyo na alikuwa yuko friendly, yani na kila mtu anaongea naye vizuri, ni rafiki, yani kwa kweli ni hivyo. Mimi namshukuru Mungu. Kwa kweli nasema nimempoteza rafiki, lakini Mungu anajua yote. Mungu anajua namna gani familia yake au watoto wake atawakuza. Tunaamini Mungu hajatuacha. Naamini Mungu halinificha jambo hili, lakini sijuti. Nasema Mungu tu, tunakushukuru Mungu, umefanya kwa ajili ya maisha ya Daniel. Tulimpenda sana. Alikuwa ni mtoto ni kijana mzuri. Alipokuwa mtoto alikuwa mtundu sana. Sana. Sana, yani Daniel alikuwa mtundu sana, lakini alipokuwa yani ni mtulivu sana, yani mtulivu na hekima na busara. Basi tutamkosa sana Daniel, tutamkumbuka katika mengi. Poleni na tuwaombee faraja ya Mungu iwe pamoja na nyie kwa kipindi hiki kigumu. Amina, asante sana. Asante.